Mimi nasimamia maendeleo kwa kiasi kikubwa hapa kwa kutumia mfuko wa jimbo. Kama mwenyekiti wa mfuko wa jimbo, mbunge. Mfuko wa jimbo ni nini? Mfuko wa jimbo ulianzishwa na wabunge wenyewe. Mojawapo ya sababu ni kuwasaidia wabunge kwenda kutekeleza ahadi zao kwenye kata mbalimbali ambazo wamezitoa, kwenda kusimamia vipaumbele ambavyo wameviweka, kama ambavyo mimi nimetumia vizuri kabisa mfuko wa jimbo kwenye kampeni yangu ya ujenzi wa vyoo kwenye shule za msingi, ambapo nimekwenda kwenye takribani shule za msingi 11 kwa mwaka huu tu. Na hii ripoti sijui kama mna muda wa kutosha ili niwasomee nini tumefanya. Maana mmeniuliza ukiacha mikutano, ukiacha nini, kazi gani zimefanyika huko. Karibu sana. Kuanzia 2015 mpaka 2018, katika miaka mitatu iliyopita, tumetumia milioni 9 kwenye ujenzi wa vyoo shule ya msingi kata ya Iduda. Tumetumia milioni 5.1 ujenzi wa madarasa shule ya msingi Hazenshelo kata ya Iganjo. Tumetumia milioni 9 ujenzi wa vyoo na madarasa shule ya msingi kata ya Igawilo, pale Chemchem pamoja na Mwayanje, shule ya msingi Mwanyanje. Tumetumia ujenzi wa madarasa Pankumbi, kata ya Uyole, milioni 3. Ukarabati wa vyoo shule 2 za msingi kata ya Nsalaga, milioni 2. Ujenzi wa kivuko mtaa wa Itezi Mashariki kata ya Nsalaga, 500,000. Ujenzi kituo cha afya Itezi kata ya Itezi, milioni 5. Sasa hapa kama ulisikia kuna siku nilizuiwa kwenda kukabidhi, unaona, nilitaka kwenda kukabidhi vifaa vya milioni 5 kwenye ujenzi wa zahanati kata ya Itezi, wakanipelekea manani pale mabomu na mabomu ya machozi na manini kuzuia kwamba nisiende kufanya hicho kitendo, lakini wanaruhusu wengine wanaenda kufanya. Sasa wanafikiri kwamba wanambea hawayaoni haya mambo. Matokeo yake nini? Wanafanya ila zote hawaoni impact. Matokeo yake wanaishia kusema Sugu agombei, Sugu afanye nini, Sugu afanye vile, wanamsemea Sugu. Tuendelee. Ujenzi wa madarasa shule ya msingi Mafanikio kata ya Itezi, milioni 6. Ujenzi wa vyoo shule ya msingi Hayanga kata ya Isyese, milioni 5. Tena hata leo nimepita pale kukiangalia kile choo, nimekuta kimesimama pale choo cha kufa mtu. Nenda pale kaangalie choo cha zamani, alafu kaangalie choo kilichosimama pale kwa hela aliyopeleka mbunge bila ngoma wala chereko. Watu wanapeleka mifuko 50 ya simenti hapa, wanabeba mabasi na mauniformu na machereko na mangoma na kila kitu na polisi 100 wanaenda kulinda pale. Polisi 100 wanaenda kulinda watu 20 wameenda kwenye tukio. Ulishaona wapi? Sisi tunaenda tunafanya haya matukio, tunafanya haya maendeleo. Pita shule ya msingi pale, mimi nimepita pale. Angalia choo kilichokuepo, fananisha na choo kilichojengwa pale. Lakini hatupigi kelele zozote. Na hata tukisema tukienda kukagua, tutakamatwa. Wanasema kwamba tunaleta mkusanyiko bila sababu. Usio sijui na nini. Milioni 5 ujenzi wa vyoo shule ya msingi Kagera kata ya Ilomba. Milioni 2.5 kuingiza umeme Ilomba sekondari kata ya Ilomba. Ujenzi wa madarasa shule ya msingi Shewa kata ya Makibete, milioni 5. Ujenzi wa vyoo shule ya msingi Nero kata ya Yela, milioni 5. Ujenzi wa vyoo shule ya msingi Mapambano kata ya Yela, milioni 5. Ukarabati wa uwanja shule ya msingi Mwenge kata ya Rwanda, milioni 2. Ukarabati wa uwanja shule ya msingi Hayanga kata ya Isyese, milioni 2. Ujenzi wa fence shule ya msingi Kambarage, mifuko 100 ya cement shule ya msingi Kambarage. Nilienda pale nilishasaidiaga kujenga choo. Nikaenda kutembelea pale. Nikakuta hali ni mbaya kwenye vyoo. Kuna vinyesi yani uwezi hata kupiga picha. Nikasema nataka niwawekee bomba. Wakasema mheshimiwa, hata ukiweka bomba vifaa hivi vitaibiwa. Kwa sababu gani? Ya trespass. Watu pako wazi, hamna ulinzi, watu wanapita tu. Kwa hiyo kitu cha msingi tumeomba wazazi walete matofali, tunahitaji simenti za kujengea. Nikawaambia simenti kiasi gani, wakasema mifuko 80-90 inatosha. Nikawapiga na mifuko 100 ya simenti pale katika ili wajenge ile fence shule ya msingi Kambarage kata ya Rwanda. Ukarabati wa vyoo shule ya msingi Kambarage Mwenge kata ya Rwanda, milioni 4 hapo. Ujenzi wa madarasa shule ya msingi Lioto kata ya Ilemi, milioni 2.
Ujenzi wa ofisi kata ya Ilemi milioni 7. Tesa na nisikia ile kata ya Ilemi, ule ujenzi wa ofisi wanataka kuconvert ofisi. Tulijenga ofisi kubwa kiasi kwamba nataka kuiconvert ile ofisi iwe zahanati. Sasa sijafuatilia, ndio nimetoka bungeni, sijafika na kujua wamefikia wapi, lakini tumejenga ofisi kubwa kiasi kwamba kata imekaa ikaona na wananchi wakaona kwamba hii tunaweza tukaiconvert iwe, tukaibadilisha iwe zahanati. Sijajua wamefikia wapi. Ujenzi wa madarasa na fence Wigamba sekondari kata ya Isanga milioni 4. Kompyuta kata ya Isanga Wigamba sekondari. Ujenzi wa vyoo shule ya msingi Sinde kata ya Sinde milioni 3. Ukarabati ofisi ya walimu shule ya msingi Sinde kata ya Sinde milioni 2. Maji umeme shule ya msingi Manga kata ya Manga, shule ya msingi Madaraka kata ya Manga milioni 2. Ujenzi wa kituo cha afya kata ya Iganzo mifuko 100 ya simenti. Ujenzi wa jengo la utawala sekondari ya Itagano juu kule milioni 12. Ukarabati ofisi kata ya Sisimba milioni 4 pale downtown. Ukarabati wa madarasa shule ya msingi kata ya Maendeleo milioni 2. Ujenzi wa madarasa shule ya msingi Maendeleo kata ya Maendeleo milioni 5. Uingizaji umeme ofisi ya kata Ghana milioni 1.5. Kupanua tunakuja kwenye vyoo sasa. Ujenzi wa vyoo Itiji sekondari kata ya Itiji milioni 4. Ujenzi wa vyoo shule ya msingi Iziwa kata ya Iziwa milioni 5. Kompyuta kata ya Nso sekondari shule ya Nso. Ununuzi wa eneo la shule Nso sekondari milioni 5. Nso sekondari walikuja wakasema tunataka kujenga nyumba za walimu, lakini eneo halitoshi, limejaa. Lakini kuna eneo la majirani linauzwa milioni 5. Kaambia andikeni, leteni mchakato, tukawapa milioni 5, shule imenunua eneo. Ujenzi wa madarasa shule ya msingi Mabatini milioni 9. Ujenzi wa vyoo shule ya msingi Mabatini milioni 5. Ujenzi wa vyoo shule ya msingi Kalobe milioni 4. Ujenzi wa madarasa mawili Iwambi sekondari milioni 4. Ukarabati wa vyoo shule ya msingi Halengo kata ya Nzovwe milioni 2. Ujenzi wa vyoo shule ya msingi Ikuti kata ya Iunga milioni 5. Na hii Ikuti ni awamu ya pili. Hata nivyo 2010 2015 pia Ikuti tulishiriki katika ujenzi wa vyoo. Na walijenga vyoo vya kisasa kabisa pale, na ndio maana wakanivutia nikawapelekea tena milioni 5 ili waendelee kwa sababu mahitaji ni makubwa, lakini pia juhudi zao zinaonekana pale shule ya msingi Ikuti. Ujenzi wa vyoo shule ya msingi Muungano kata ya Forest milioni 5, wanajenga vyoo vya kisasa pale. Ujenzi wa kituo cha afya Iela milioni 7. Ujenzi wa madarasa Legico sekondari kata ya Majengo milioni 4. Ujenzi wa kituo cha afya kata ya Tembela milioni 5. Ujenzi wa madarasa sekondari ya Mwasanga milioni 2. Ujenzi wa vyoo shule ya msingi Mwasanga milioni 5. Ujenzi wa jengo la utawala sekondari ya Itagano milioni 12.5 etc. Hii ripoti tutaiandikia kikablasha chake ambacho tutakiweka sasa available kwa watu. Kwa hiyo haya ndio mambo tunayoyafanya. Haya ndio mambo tumekuwa tunayafanya kwenye miaka. Mnapopita huko mnaona vyoo vinabadilika. Mtu umepeleka milioni 5, mwingine anakuja anapeleka mifuko 100 ya simenti ya milioni 1 point something. It's okay, wote tushiriki kujenga, lakini basi tupe fair ground na wote kuwafahamisha wananchi kwamba nani kafanya nini na nani kafanya nini. Sio anayefanya kikubwa anafichwa, anakandamizwa chini, anayefanya kidogo kusapoti ananyanyuliwa kama ndio anayebadilisha kila kitu katika jiji la Mbeya. Jiji la Mbeya lilishabadilika toka 2010.